بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ndugu zangu wasikilizaji na watazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu zangu, tunarudi tena katika kipindi chetu ambacho ninazungumzia Uislamu na uzuri wake wa Uislamu, lakini kwa mada ambayo ni mada ya kuizungumzia neema kubwa Mwenyezi Mungu aliyotuneemesha nayo kama umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na neema kubwa hiyo ni neema ya mwezi wa Ramadhani. Tumezungumzia mada yetu ya kwanza, tukazungumzia namna mwanadamu Muislamu mzuri ambavyo anapashwa kwa kujiandaa na mwezi wa Ramadhani. Vipi mwanadamu Muislamu anajiandaa na mwezi wa Ramadhani? Anajiandaa na nini? Tukaona kwamba mwanadamu anajiandaa na mwezi wa Ramadhani kwa kwanza kabisa kwa kuomba Mwenyezi Mungu Allahu Jalla wa Ala kumfikisha katika mwezi wa Ramadhani. Amfikishe Ramadhani iko hai na pe uwezo wa kufunga mwezi wa Ramadhani. Kwa sababu hiyo akimaliza kujiandaa, ina maana tena neema hiyo au mgeni huyo anaingia moja kwa moja. Sasa akishafika ndani ya mwezi wa Ramadhani, vipi anaingia mwezi wa Ramadhani? Kwa sababu umejiandaa mwanzo kabisa kwa kumkaribisha mgeni, kwa hiyo unaweka bidii, nguvu kuzitafuta baraka na neema za Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu amempenda mwanadamu kiasi kwamba humsogezea kila jambo ambalo laweza kumnufaisha katika uhai wake wa duniani na uhai wake wa kesho akhera. Na mwanadamu kawaida, Muislamu mzuri, kupigania akhera yake kuliko kupigania dunia, kwa sababu huu uzima wa dunia ni mfupi sana. Lakini katika wakati huu, huo muda mfupi, Mola wetu hutaka sisi tuyafanye mazuri na hutupa mema zaidi ili tuje tukaupate uhai wa mwisho, ambaye ni uhai kila mmoja na utegemea, kila mmoja na utaka, kila mmoja atanufaika naye, kwa sababu ni uhai wa milele. Yani kama ni furaha, utafurahi milele na milele. Lakini hii haipatikani ndugu zangu isipokuwa kwa kujikaza na kumtii Mola wetu. Kwa hiyo ndugu zangu, vipi tunaingia katika mwezi wa Ramadhani? Mwezi wa Ramadhani tunaoingia na funga yenyewe kama Mwenyezi Mungu alivyotuambia katika sura al-Baqara, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hutuambia kwamba Mwenyezi Mungu ameshatuandalia mwezi wa Ramadhani, katuamrisha sisi tufunge mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ukimkuta yoyote yule ambaye lazima afunge, kwa hiyo ni vizuri sana huyu mwanadamu afunge, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuwekea mwezi huu kama vile musimu wa kuyapata mema. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwezi huu mema ambayo yanatendeka katika miezi mingine, yale mema ambayo unayatenda kawaida,
ukiyatenda ndani ya mwezi wa Ramadhani utakuwa unazidishiwa maradufu kuanzia mara 10 na kwenda juu. Jambo tu dogo unalolifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ndani ya mwezi wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu Allah Jalla wa Ala hukupa mema zaidi, hukupandishia mema zaidi, hukuongezea mema zaidi, na hatima yake ni wewe kupendwa na Mola wako, kuwa ni rafiki yake na Mola wako, kuwa ni rafiki yake na mlezi wako katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo mwanadamu Muislamu mzuri, ndugu yangu, dada yangu, acha tutengenezeni nyoyo zetu, tuzielekeze kwa Mola wetu ili tupate kufunga funga yenyewe ambayo inakubalika kwa Mola wetu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba ametuamrisha funga, sio sisi tu pekee, isipokuwa na wale waliokuja mbele yetu kwanza, na wao walikuwa wakiamrishwa kufunga. Lakini funga hiyo labda ilikuwa ikitofautiana katika funga zao na funga yetu. Funga yetu ndiyo funga bora zaidi. Waliotangulia wao walikuwa wakifunga, hawaruhusiwi kula daku, lakini sisi hapa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akituamrisha funga na atupa uzuri wa kula daku. Baada ya kula daku ndio tuongezee funga. Kwa hiyo tunaoingia mwezi wa Ramadhani na funga kwa sababu Mwenyezi Mungu ameyatengenezea mema juu yake, juu ya Ramadhani. Katika hadithi tunaitoa katika Sahihain, hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anasema anna Nabii sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu rehema na amani zimwendee amesema hivi: idha jaa Ramadhan, mwezi wa Ramadhani unapoingia, futihat abwab aljanna, milango ya pepo hufunguliwa. Milango ya pepo yote hufunguliwa katika mwanzo wa Ramadhani. Subhanallah, uzuri ulioje Mwenyezi Mungu kuifungua milango ya pepo kwa ajili ya mwanadamu ambaye anatakiwa aingie ndani ya pepo yake. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba siku ya kwanza kabisa unaingia Ramadhani, basi milango ya pepo yote hufunguliwa na haifungwi tena mpaka mwisho wa Ramadhani. Yani ina maana kwamba kufunguliwa kwa pepo ni kwamba Mwenyezi Mungu hataki yoyote kumuingiza motoni au kumweka kwenye adhabu. Wa ughliqat abwabun nar, na milango ya jahannam itafungwa. Inafungwa yote milango ya jahannam kwa ajili ya kuingia mwezi wa Ramadhani. Hii yote ni uhai, ni uzuri, ni upendo wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Milango ya moto inafungwa siku tu Ramadhani inaingia. Siku Ramadhani inaingia, hapo hapo milango direct, milango ya moto jahannam moja kwa moja, hii milango inafungwa kama ilivyofunguliwa milango ya pepo moja kwa moja kwa ile siku iliyoingia mwezi wa Ramadhani, mwezi wa kuzidishiwa mema, mwezi wa kufutiwa madhambi, mwezi ambao Mwenyezi Mungu anawaondoa watu waliokuwa wameandikiwa kuingia moto kutokana na uzuri wa Ramadhani, na hawa watu kujitengeneza na mwezi wa Ramadhani.
basi Mwenyezi Mungu huwaondoa au huwaondosha nyoyo zao au majina yao katika moto wa Jahannam, wanapelekwa ni watu wa peponi. Haya yote hupatikana katika mwezi wa Ramadhani. Sasa mwanadamu hapaswa awe ni mwenye kuzitafuta hizi neema, kuzitafuta hizi fadhila zake Allah Jalla waala katika mwezi huu. Asije akacheza, ndugu yangu, usije ukapubazika na mambo ya dunia ukasahau wakati huu. Huyu ni wakati wa ibada. Mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa ibada, wa kuzidisha ibada ambazo ibada ulikuwa ukizifanya katika miezi mingine. Ukifika Ramadhan unapashwa uzidishe. Kama nikisimama usiku ulikuwa ukisali labda rakaa 2, zidisha katika Ramadhani, zisali 11, sali 6, sali 8, sali 10. Yani zidisha katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ibada. Tukiingia katika mwezi wa Ramadhani tunaingia na funga direct, yani moja kwa moja tunaingia funga na tunaanzia funga. Kwa hiyo nani afunge na ni funga ni nini? Funga ni uteketezo Mwenyezi Mungu aliotekeleza kwa wanadamu, au aliowaambia wanadamu mambo ya kujikurubisha kwake Mwenyezi Mungu kwa kushinda njaa. Ni kufunga ni kushinda njaa, kutokula chochote, yani ni kujiziwia. Unajiziwia kula, unajiziwia kunywa, na unajiziwia kuonana na mke wako. Haya mambo katika mwezi wa Ramadhani, mchana wa Ramadhani unajiziwia, mwanadamu anajiziwia mambo haya kwa nia ya kumuomba, ya kumuabudu Mola wake. Kwa nia ya kuabudu lazima iwe nia, uweke nia kwamba nitafunga kesho. Ukianzia kabisa ule usiku kwamba kesho ni Ramadhan, unaanza usiku kwa nia kwamba utafunga. Unajiweka tayari katika moyo wako, unanuia ya kwamba kesho ni funga, yani nitafunga, sitokula, sitokunywa na sitoonana na mke wangu. Kwa wale ambao wanawake waliooa na wale wake ambao walioolewa. Kwa hiyo mtu anaanzia, Muislamu mzuri anaanza asubuhi, yani ameshafunga. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao unatakiwa, ndugu yangu, ujiandae kwa kufanya ibada. Huyu ni mwezi ambao ni mausimu Mwenyezi Mungu amejiwekea mwanadamu ya kujitafutia mazuri zaidi, ya kujitafutia mazuri zaidi. Ndugu yangu, lazima uweke nia yako kuanzia asubuhi, yani kuanzia usiku, kwamba asubuhi utafunga. Na hairuhusiwi kwa mtu kufunga bila manuizi. Haruhusiwi Muislamu kufunga bila manuizi, na manuizi haya siyo yenye kutamkwa. Ni ni kunuia manuizi yakiwa ndani ya moyo. Kuwa ndani ya moyo wako uweke kwamba kesho mimi nitafunga. Kwa hiyo tunapumzika kidogo na tunarudi tena. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Tunatoka katika mapumziko tena tunaendelea mbele na kuizungumzia funga yetu, namna ya kujitengeneza na funga yetu, namna ya kujiandaa na funga yetu, namna ya tunayoingia na funga. Tukiwa tukizungumzia kwamba ya kwanza kabisa tunaingia katika funga na manuizi. Tunanuia sisi kwamba kesho nitafunga. Manuizi yanakuwa ndani ya moyo, sio manuizi ya kutamka kama wengi wanavyofanya. Vizuri kabisa ni kunuia ndani ya moyo kwamba mimi kesho nitafunga, asubuhi nitafunga. Na usiku tunaamka unakula daku, unaamka unakula daku kwa kujiandaa na funga la asubuhi. Kwa hiyo mchana ukiingia, fajiri ikiingia, basi unaachana na kula, unaanza na funga lako. Mtu aliyefunga na kuwa na tabia zake, Mwenyezi Mungu, mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia kwamba umma wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam umepewa mambo matano. Haya mambo hajapewa umma yoyote waliomtangulia. Hii hadithi inapatikana kwenye Imam Ahmad, na hadithi ni Abi Huraira radhiyallahu anhu. Anasema kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, utiyati ummati khamsa khisalin, kwamba umma wangu umepewa mambo matano hayajapewa umma yoyote kabla yake, hayajopewa umma kabla yake. Kwa hiyo ummati Muhammad amechaguliwa kwa Mwenyezi Mungu amemchagua kwa wanadamu wengine kutokana na uzuri au na utengamao wa wakati aliyotumwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na uzuri wake na ukubwa wake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Mola wake lazima yapewe ambayo ni mambo tofauti yaliyo mazuri zaidi. Kwa hiyo haya mambo matano yamepewa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Ramadhan, katika funga. Haya yapatikana katika mwezi wa Ramadhani. Subhanallah, uzuri wake na Ramadhan. Asema la kwanza kwamba Muislamu aliyefunga, harufu yake inayotoka kinywani inakuwa ni yenye kunukia vizuri sana kwa Mola wake, kama rihul miski, kama manukato ya miski. Kawaida kwa binadamu, mtu akiwa amefunga, harufu inayotoka ndani ya kinywa chake haiwi nzuri, hainuki vizuri kwa wanadamu au kwa viumbe. Lakini ikiwa inanyukia kwa sababu amefunga, kutokana na uzuri wa funga na namna Mwenyezi Mungu ameandaa, ameipenda funga, ni kuwa inanukia kama miski kwa Mwenyezi Mungu. Miski ni manukato ambayo yananukia sana, vizuri sana, yani kila mtu anayapenda haya manukato. Kwa hiyo la kwanza kabisa, mwanadamu aliyefunga katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajapewa mwingine, hajapewa ummati mwingine. Ili jambo halijapewa katika umma zingine zilizotangulia. La kwanza, kama manukato
harfu ya mtu aliyefunga au zile pumzi au ile nani inayotoka katika kinywa chake kwa Mola wake inakuwa kama miski. La pili katika mambo aliyopewa ummati Muhammad ambayo hayakupewa mwanadamu mwingine ni kwamba istighfaru lilmalaika. Wa malaika wanakuwa wanaombea istighfar, wanaombea kwa Mola wao Mwenyezi Mungu awarehemu, awasamehe, awakubalie funga lao na mengineyo mazuri. Malaika yani special wanakuja katika ajili ya kumwombea mwanadamu katika mwezi wa Ramadhani. Huu ni ukubwa na uzuri wake wa mwanadamu. Kwa hiyo mazuri kama haya inatakiwa ujiandae nayo, ndugu yangu, dada yangu. Inatakikana mimi na wewe tujiandae sana katika kumwabudu Mola wetu vizuri alivyotuamrisha, hasa katika mwezi wa Ramadhani, mausimu ambayo kila mmoja huipenda aikutane nayo. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe kabisa tukutane na hii funga, kwa sababu funga hii ndiyo inatuongoza katika upendo wake na Mola wetu. Sasa ndugu zangu, ametuambia Mtume katika hii hadithi kwamba tunapata malaika ambao ni malaika ambao wanatuombea istighfar kwa Mola wetu, yani wanatuombea tumkutane Mwenyezi Mungu. Ameshakubali funga yetu. Haya yapatikani, hizi neema hazipatikani katika miezi mingine isipokuwa mwezi wa Ramadhani. Ukiingia tu kila malaika, yani unawekewa malaika special ambao ni wa kutuombea tuwe na uzuri wetu, yani ibada zetu, na Mwenyezi Mungu atusamehe na tukubalie yale mambo yetu. Jambo la tatu, Mwenyezi Mungu ameupa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jambo ambalo linaloitwa kula daku. Kula daku, umma zote kama tulivyotangulia kwamba umma zote zilizotangulia walikuwa wakifunga bila daku, lakini sisi Mwenyezi Mungu ametua kwamba sisi tunapaswa tule daku. Anasema kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl. Mwenyezi Mungu anasema kwamba kuleni, kunyweni, furahi na wake zenu hadi itakapopambazuka fajiri ya asubuhi. Fajiri ya mchana itakapopambazuka, ikipambazuka achia hapo, anzeni funga sasa. Funga kuanzia mchana wote mpaka usiku. Usiku ni mambo yani jua likizama basi usiku hapo mtu na rakia kufungua. Na jambo la nne anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kuharakisha kufungua. Yani jua likishazama tu kimbilia kufungua, usiache usiku uingie. Sasa haya mambo wengine wa umma zilizotangulia zilikuwa hazina. Umma zilizotangulia hazikupata hii nafasi. Nafasi hii imepewa Mtume Muhammad, ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na katika Ramadhani ukapewa siku au usiku ambao ni kubwa kuliko miezi elfu. Haya mambo matano Mwenyezi Mungu ameyapa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa
Ukiyasikia haya mambo mazuri, ndugu yangu, dada yangu, unapaswa ufanye nini? Unapaswa ujitengeneze kabisa. Tunapaswa sisi tujiandae na kuingia mwezi wa Ramadhani katika hali ambayo inamuridhisha Mola wetu. Inamuridhisha Mola wetu na inatutengeneza vizuri ili tupate ujira ambao Mwenyezi Mungu ameuweka katika mwezi wa Ramadhani. Ramadhani Mwenyezi Mungu ameileta kama vile kipao au kipeo Mwenyezi Mungu anachotupa ili tupate kupata mazuri yake Mola wetu. Hii yaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu upendo kwa wanadamu ni kubwa sana. Mwenyezi Mungu hajataka mwanadamu aingie katika moto wa Jahannam. Mwenyezi Mungu anataka kila mtu aingie katika pepo ya Mwenyezi Mungu, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asema kwamba kullu ummati yadkhuluna aljanna, yani kila mtu yote katika umma wangu ataingia pepo, illa man aba, kwa isipokuwa kwa yule atakayekataa. Subhanallah, masahaba imewapiga mbali, kasema waman ya'ba ya Rasulullah, nani yaweza kakataa kuingia pepo yake Mwenyezi Mungu, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu? Akasema man ata'ani, huyo yote ambaye atakanifuata mimi na kunitii, dakhala aljanna, na ule ambaye atakaniasi fakad aba, huyo atakuwa amekataa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tunaomba Mwenyezi Mungu aliyenemesha neema kubwa kubwa na zile ndogo ndogo atuwezeshe kufika katika mwezi wa Ramadhani na atupe funga Ramadhani na utusamehe madhambi yetu. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.